Halo Media, we maximize your potential. Historia ya ICC na watu waliowahi kuhukumiwa. بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فيها. Katika mfumo wa kimataifa wa kutafuta haki, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu International Criminal Court ICC imekuwa gumzo muhimu katika kushughulikia uhalifu mkubwa unaohusisha binadamu. Mahakama hii huchunguza na kushtaki watu binafsi wanaodaiwa kufanya uhalifu wa kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu pale ambapo nchi zao haziwezi au haziko tayari kuwawajibisha kisheria. Tangu kuanzisha kwake, ICC imekuwa sehemu muhimu katika kulinda hadhi ya utu na kusimamia utawala wa sheria duniani. Historia ya ICC. ICC ilianzishwa kupitia mkataba wa Rome Statute uliopitishwa mwaka 1998. Yaani mwaka ambao mimi nilizaliwa ndio mwaka ambao sheria ilipitishwa na kuanza kufanya kazi rasmi tarehe 1 Julai 2002. Makao yake makuu yapo The Hague, Uholanzi. Mahakama hii iliundwa kutokana na mafunzo yaliyopatikana baada ya uhalifu mkubwa katika karne ya 20, ikiwemo mauaji ya Holocaust, mauaji ya kimbari ya Rwanda 1994 na mapigano ya Yugoslavia. Kabla ya ICC kulikuwa na mahakama za muda, ad hoc tribunal, lakini hazikuwa na za kudumu. Ndio maana jamii ya kimataifa ilizindua mahakama ya kudumu yenye uwezo wa kushughulikia uhalifu bila kusubiri uamuzi wa kisiasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. ICC inashughulikia aina 4 za uhalifu. 1. Mauaji ya kimbari, genocide. Uhalifu dhidi ya binadamu, crimes. Uhalifu dhidi ya binadamu, crimes against humanity. Uhalifu wa vita, war crimes. Uhalifu wa uvamizi, crimes of aggression. Mahakama hufanya kazi kwa misingi ya complementarity, ikimaanisha itaingia pale tu ambapo nchi husika imeshindwa au imekataa kuwawajibisha wahusika. Watu waliohukumiwa rasmi ICC, convicted persons. Hadi sasa idadi ya watu waliohukumiwa ICC ni wachache sana, kwa sababu kesi zake huchukua muda mrefu na ushahidi wake huwa mzito. Hapa chini ndio orodha rasmi ya waliohukumiwa na hukumu zao. Thomas Lubanga Dilo wa DRC alituhumiwa kwa makosa ya kutumia na kutumikisha watoto chini ya miaka 15 kwenye vita. Alihukumiwa miaka 14 gerezani. Huo ulikuwa ni mwaka 2012. Manake huyu ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kuhukumiwa na ICC. Wa pili ni Germain Katanga. Huyo anatokea DRC. Alituhumiwa kwa makosa ya mauaji, mashambulizi dhidi ya raia, uhalifu wa vita. Alihukumiwa miaka 12 gerezani mwaka 2014. Watatu ni Jean-Pierre Bemba. Hukumu ilifutwa. CAR DRC. Alituhumiwa kwa makosa ya awali, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hukumu yake ya awali ilikuwa ni miaka 18. Mabadiliko, aliachiwa kwa rufaa mwaka 2018. Hivyo huyo haingii kwenye orodha ya waliohukumiwa. 4 ni Ahmed Al-Faqi Al-Mahid. Huyu anatokea Mali. Alituhumiwa kwa makosa ya uharibifu wa makaburi na majengo ya urithi wa UNESCO Timbuktu. Hukumu yake ilikuwa ni miaka 9 mwaka 2016. Maana huyu ndiye wa kwanza kuhukumiwa kwa uharibifu wa urithi wa tamaduni. Watano ni Bosco Ntaganda kutokea DRC. Alituhumiwa kwa makosa ya mauaji, ubakaji, kutumia watoto vita, unyanyasaji wa raia,
uharibifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Manake jumla ya mashtaka 18. Hukumu yake ilikuwa ni miaka 30. Na hii ndiyo ilikuwa hukumu ndefu zaidi katika historia ya ICC. Alihukumiwa mwaka 2019. 6. Dominic Ongwen wa Uganda LRA alituhumiwa kwa makosa ya ubakaji, utekaji nyara, kutumikisha watoto, mauaji, uhalifu 61 tofauti. Alihukumiwa miaka 25. Huo ulikuwa ni mwaka 2021, maana alikuwa mmoja wa makamanda wa Lord's Resistance Army. 7 ni Ali Hassan Haj Abdul Aziz wa Mali. Alituhumiwa kwa makosa ya uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu, mateso, ubakaji na ukandamizaji wa raia wakati wa utawala wa makundi ya jihadi Timbuktu. Alihukumiwa miaka 2024. Hukumu ya kifungo bado inaendelea kutajwa rasmi na majaji, lakini amepatikana na hatia. Kwa ufupi, orodha ya wahukumiwa ICC hadi sasa ni wengi kidogo. Thomas Lubanga wa DRC, watoto vitani, alihukumiwa miaka 14. Jeremy Katanga wa DRC, mauaji, uhalifu wa vita, miaka 12. Ahmed Al-Mahid Mali, uharibifu wa urithi, miaka 9. Bosco Taganda DRC, uhalifu 18 wa vita na binadamu, miaka 30. Dominic Ongwen Uganda, uhalifu 61, miaka 25. Al Hassan wa Mali, uhalifu wa vita na binadamu, amehukumiwa, hukumu inafutwa. Ni mtu ambaye anahukumiwa lakini pia hukumu inafutwa. Changamoto zinazokabili ICC: kesi chache licha uhalifu mwingi duniani, kutotii kwa baadhi ya mataifa, mfano Marekani, Urusi, China si wanachama kabisa, kusahihishwa kwa hukumu kupitia rufaa kama ilivyotokea kwa Jean-Pierre Bemba, ufinyu wa budget, siasa za kimataifa kuathiri kukamatwa kwa washukiwa wakubwa. Hata hivyo, ICC imekuwa ikionyesha umuhimu wa kutoa onyo kali kwa viongozi wanaoshiriki uhalifu mkubwa. Nimalize kusema kwamba ICC ni taasisi muhimu sana kwa dunia licha ya changamoto. Imeweka historia kwa kutoa hukumu dhidi ya wanaotenda uhalifu mkubwa unaovuka mipaka ya kitaifa. Inaendelea kuwa tumaini la wale wasioweza kupata haki katika jamii zao. Uwepo wake ni ishara kuwa dunia inasonga kwenye mfumo wa kutokumbatia uhalifu wa vita, ubakaji wa kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu wa kupuuza utu wa binadamu. Au unasemaje? Hapo ulipo utakuwa unajiuliza, huyu anayeongea ni mtu gani? Mimi naitwa mtu na nusu, lakini baba na mama wanapenda kuniita Fadhili K-Max. Director G ndiye ambaye anasimamia, ndio msimamizi wa sauti. Hii ni Michael Bella Media. Bella Media, we maximize your potentials. Bye. Bella Media, we maximize your potential.